Mtazamaji na wewe msikilizaji wa Kankono Media, karibu tena kwenye wasaha huu wa habari zilizotufikia. Msomaji wako ni mimi Ipiana Isaac Mwanyasi. Wizara ya Afya nchini Tanzania imetangaza ongezeko la visa vya maradhi ya uviko nchini kutoka 1.4 hadi 16.3. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la habari la Tanzania TBC, wagonjwa wawili kati ya 139 waliopimwa walipatikana na maradhi hayo mwezi Februari, kabla ya visa hivyo kuongezeka hadi wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Machi. Ripoti hiyo imeongeza kwamba hata hivyo, idadi ya wagonjwa waliopatikana na maradhi hayo mwezi Machi ilisalia kuwa hiyo hiyo mwezi Aprili 2025. Katika taarifa yake, mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe amesema kuongezeka na kupungua kwa uviko 19 kumekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huo mwaka 2020. Amesema kwamba visa vingi vya ongezeko la maradhi hayo vimethibitishwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kufuatia hali hiyo, Daktari Magembe amesema kuwa Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia mwenendo wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, na kupitia vituo vyake vya kutolea huduma imeelekezwa kuwa wataalamu kuhakikisha wanaendelea kufanya utambuzi wa magonjwa hayo kwa kutumia vipimo vya maabara na kutoa matibabu stahiki kwa wagonjwa wote wanaobainika kuwa na maambukizi. Aidha, amewalai wananchi kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, kuvaa barakoa, na pale inapohitajika kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini, hasa katika mikoa ya Pwani, kumekuwa na ongezeko la hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kama homa ya dengue, malaria na magonjwa mengine ya aina hiyo. Hivyo, wananchi waende katika vituo vya kutolea huduma wanapoona dalili za homa, maumivu ya kichwa, macho, misuli, viungo au vipele mwilini, au dalili za magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa kama vile kikohozi, mafua, kuwashwa koo au kupumua kwa shida, ili kupata vipimo na matibabu stahiki. Mwisho wa habari. Ipiana Isaac Mwanyasi, Kankono Media.